Saa chache kabla hajapanda helikopta yake ya mwisho, Mheshimiwa Johana Ng'eno alikuwa anafariji familia zilizopoteza watoto wao kwenye mafuriko ya Mto Mara. Saa chache baadaye helikopta yake ilianguka ikateketea moto na hakuna aliyenusurika. Je, hii ni ajali ya kawaida au ni matokeo ya utamaduni hatari wa siasa zetu, ule wa lazima kiongozi aonekane? Leo hatutaongea kuhusu ajali tu, tutazungumza kuhusu gharama ya uwepo. Johana Ng'eno maarufu kama Ngong alikuwa mbunge wa Emuru Dikir, alijulikana kama mwanasiasa wa grassroots, yani mtu wa watu. Johana Ng'eno maarufu kama Ngong alikuwa mbunge wa Emuru Dikir, alijulikana kama mwanasiasa wa grassroots, yani mtu wa watu. Siku yake ya mwisho haikuwa kwenye mkutano wa kisiasa, haikuwa kwenye harambee ya kifahari, ilikuwa kwenye familia zilizokuwa zimepoteza watoto wao kwenye mafuriko ya Mto Mara. Yani alitoka kwenye msiba wa maji akaingia kwenye msiba wa moto. Mama mmoja ambaye ni mmoja wa mashuhuda alisimulia kile alichokiona kabla ya helikopta kuanguka. Kulingana na yeye, hali ya hewa ilikuwa mbaya, mvua ilikuwa kubwa, kwa hiyo helikopta iligonga mti muda mfupi baada ya kuruka. Nikatoka kwa nyumba nikaanza nduru. Saa hiyo watoto naye wakakimbia, wakakuja wakaona, wakatoa mashati wakaanza kufunika. Hata hiyo mashiti yenye iko hapo ni yangu, walitoa tu kunyumbani, na nikakimbia nikaanza nduru. Watu wakafika na ndege ilikuwa inaendelea kuungua. Nasema watu wenye walipoteza watu hao, ninasema pole, nasema pole kabisa. Nasema pole kabisa. Hata msichana mwenye alisaidia huyo nurse alikuwa msichana wangu. Alikimbia, alijaribu, lakini kuna mmoja angeokolewa kabisa. Alikaa karibu 30 minutes mwenye tulimfunika hapo. Sasa mimi nasema tu pole na ni pole. Oye mutia man. Nilisikia uchungu, hata saa hii sijaenda nyumbani. Ninasema pole kabisa. Ingawaje sijajua ni nani, ni watoto ya tulisa. Ni pole. Pole kabisa, Mungu atusaidie. Lakini maumivu haya hayakuishia kwa familia tu. Huyu jamaa ambaye ni rafiki wa karibu wa familia alisema jamii yao inaendelea kupoteza viongozi kwa njia zisizoeleweka. Pia wasanii wa Kalenjin wamepoteza mlezi wao. Hii haikuwa siasa tu, ilikuwa uhusiano wa kijamii. Kwa majina anaitwa Kipkalia Kosgei. Mimi ni mkaaji wa Bomet, lakini nafanya kazi upande wa Ruiru. Tumepata na mshtuko sana kusikia kiongozi wetu Johana Ngong Ng'eno, mbunge wa Emuru Dikir, ametuacha kwa ajali ya ndege ambayo imetokea upande wa Nandi. Tunasikitika sana kwa sababu tunapoteza viongozi wetu upande wa Kipsigis kwa njia tatanishi. Kama vile tunafikumbuka kwamba tulipoteza Kipkalia Kones na Lona Lapozo kwa njia ya ndege tu mwaka wa 2008. Hiyo kifo ya Ngong Ng'eno imetushtua, especially wasanii. Ngong Ng'eno anakuanga patron wa wasanii wa Rift Valley, na every year anakuanga na hiyo competition ya wasanii. Hiyo kifo yake imetupiga kwa mshtuko sana, na tunasema pole kwa familia yake, pole kwa wa Kipsigis wote, pole kwa Rift Valley mzima, na pole kwa Wakenya. Tumepoteza kiongozi shupafu ambaye alikuwa na ajali maisha ya Wakenya, na especially wasanii. Asanteni sana. Lakini kuna swali ambalo limekuwa likiulizwa sana mitandaoni ya kwamba je, ilikuwa sahihi kuruka kwenye hali mbaya ya hewa namna hiyo? Je, pressure ya kufika haraka kwa wananchi ndio ilichangia? Jamaa huyu alikuwa na maswali ya kuuliza. On that helicopter that crashed ikaua 6 people, may they rest in peace. Sasa mimi niko na maswali matatu. Ya kwanza, huyo pilot alikuwa anafikiria nini akifly that helicopter kwa bad weather? I'm not a pilot, but ninajua helicopters are not supposed to fly on foggy conditions. Swali ya pili, Ng'eno alikuwa anapigania watu wake sana. Hata kama alivote yes for the finance bill, alikuwa anapigania Wakipsigis sana. Alikuwa na interest gani kwa Wakipsigis, na alikuwa anafanya nini Nandi County, na yeye ni MP wa Narok County? Umenielewa? Ya tatu, on the coming days, Ng'eno alikuwa akutane na nani? Ng'eno alikuwa afanye nini? Na Ng'eno alikuwa anaonyeshana signs zinakaa aje? Yes, inaweza kuwa ni accident, but pia inaweza kuwa si accident. Siasa ni mchezo chafu sana. Ukionyeshana hivi na hivi na hivi kumbukeni Saitoti, kumbukeni Musando, kumbukeni pia Ogola alienda hivyo. Siasa ya Kenya si mchezo. Maswali tutajiuliza, zingine zitajibiwa, zingine zitabaki rhetorical, hazitajibiwa, but ni sawa. To those families that lost their people, may you find comfort, and may the people that died
rest in peace. Maswali tutajiuliza na tutaendelea kujiuliza kwa sisi ni wa Kenya na tunapenda Kenya yetu, na siasa hata zikikuwa chafu tutazicheza tu. Hata kwenye mabunge ya wananchi maswali yameibuka. Wanasema si kwamba wanalaumu serikali moja kwa moja, lakini wanataka ukweli ujulikane. Lakini mimi nikiwa nimekaa hapa chini nimeona breaking news. Ng'eno amekufa. Mbunge wa Emua Dikil Johana Ng'eno amekufa na helikopta bwana. Mimi na amekufia Nandi County. Already mimi nikajua the government eats its own people. Johana Ng'eno juzi alikuwa anatetea watu wake huko wakiwa wamebiwa shamba Transmara, akapelekwa mbio na askari kama 300. Huyu ndio kiongozi mmoja tu wa Rift Valley anasema one term. Lakini saa hii ameanguka nini ama amekufa nini? Sina uhakika ameuliwa, lakini kulingana na the ministry ya hiyo ndege kuna kitu ambayo iendi vizuri. Yes. Anytime tunakuja hapa tunazika mtu na ajali yote ya helicopter, there is be something. Na usikuja hapa kudanganywa ati yeye nini, wacha tufanye uchunguzi, sijui. Saitoti alikufa kitambo hadi saa hii. CDF alikufa kitambo, 2 years, hatujajua ni nini imuua. So to the family of Johana Ng'eno, may his soul rest in peace. Lakini si kumaanisha pia sisi kama Wakenya wengine tungedemand kujua hiyo ndege imeanguka namna gani. Ya mwisho, Mr. Speaker, serikali ya William Samoei Ruto, tafadhali spares. Wengine nao wameenda mbali zaidi. Jamaa huyo alitoa onyo kwa viongozi kama Edwin Sifuna, Babu Owino na James Orengo kuacha kutumia helikopta. Je, helikopta zimekuwa alama ya hadhi au zimekuwa hatari isiyoonekana? Na mimi nataka kuambia Sifuna, Babu Orengo na wengine, saa hii umeona news, ndege imeanza kuanguka na watu ndani ya ndege. Saa hii mkimbie na gari chini. Mambo ya ndege sisi hatutaki. Mumeona mambo ya ndege saa hii. Tungulu pwa kwa nini? Mimi nawaambia saa hii weka fuel kwa gari, tembea na gari ama mguu. Wachana na ndege. Ya mwisho, nimeona kitu kwa online, nimekasirika sana. Hakuna vile Mr. Speaker, governor wa Homa Bay leo alikuwa Sega, ni county yetu Siaya, na kuna matanga ilikuwa hapo karibu na Sega, ambapo mwenye alikufa alikuwa ni MCA wa kitambo, alikufa. Sasa governor anaenda leo kwa hiyo matanga, goons wengine wametolewa huku Kisumu, wanaenda kupiga kelele Siaya. Sasa wewe unatoka Kisumu na 500 na lori ya mchanga umebebwa kupigia Orengo kelele Siaya, inakusaidia na nini? Orengo ndio governor. Asante sana. Thank you. Hallelujah. Lakini ili umwelewe Johana Ng'eno vizuri, tazama hii video ya zamani. Huyu ndiye alikuwa Johana Ng'eno, mtu aliyesimama mbele ya polisi kuwatetea watu wake hata kwenye mgogoro wa ardhi. Hakuwa mtu wa kukaa ofisini, alikuwa mtu wa kufika. Wewe, why are you killing people? Why are you killing people? Kasi ya nini? Why are you killing people? Mnataka nini hapa? What do you want here? Why are you killing people? Mbona mnaoa watu? Simama kwanza wewe. Why are you killing people? Why? How many people have you killed? Why are you killing people? Who? Nani mkubwa wenu? Nani mkubwa wenu? Wewe, na kuongelesha. Who is your boss? Yaani nyinyi wewe ndio mkubwa? Ndugu yangu ni wapi sasa? Mkubwa wenu wako wapi? Anaangalia mheshimiwa namna gani? Anaangalia mheshimiwa namna gani?
7 people are dead. And he's ameua nyani. Watu 5 sasa wako chini. Mumeua nyani. Ni nini mnataka hivi? Hapo shamba hivi. What's your interest? Kubwa chini ndio bibio. Kubwa chini ndio bibio. Alafu tena watu wetu maiti inafyekwa, alafu tena serikali inaua. DC ndio ameua hata hii. Unapiga nani? Askari yangu. Hata watu wetu pia wako hapa ndani. Tunafanya nini jamani? Tunatoa nini wewe kuna nini? Unajua wapi? Ni na nini sasa? Unapigwa na? Umeshaka. Na labda hapa ndipo swali kuu linazaliwa. Je, utamaduni wa viongozi wetu lazima waonekane kila mahali ndio unaoweka maisha yao hatarini? Je, wananchi tunachangia presha hii bila kujua, au hii ni ajali ya kawaida tu iliyopangwa na Mwenyezi Mungu? Hii ndio gharama ya uwepo. Niachie maoni yako kwenye comment section. Je, viongozi waache kutumia helikopta au hii ni sehemu ya kazi yao? Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Wacha nikuambie Mheshimiwa William Samoei Ruto, historia yenye ujui. Mwaka wa 74 Mzee Jomo Kenyatta alichoma mawe na kupeleka ng'ombe yetu 10,000 na kila ng'ombe ikapigwa auction. Ng'ombe moja ilikuwa inaenda na shilingi 10. That was 1974. Tukapoteza ng'ombe, lakini tulisamee Mzee Jomo Kenyatta. Ndio saa hii hata kijana yake tumemweka kuwe rais. Mwaka wa 86 Mzee Moi alichoma mawe na akatoa watu, lakini baadaye tukamsamee. Mwaka wa 2005 Kibaki ambaye alikuwa rais wa Kenya alichoma mawe, hata mabiblia ilichomwa huko mahali inaitwa Sierra Leone, mpaka waziri, naibu waziri Kiptalia Kones akarisaini. Kibaki tulimsamee. Kama Raila alifanya kitu kidogo hapo unatuambia kama tulisamee hao wengine. Wewe ndugu yangu, hata paka na mbwa wamesameana kama vile kama paka na mbwa walisameana, wewe unataka tukuwe na chuki gani na Raila Amolo Odinga milele? Kwa hivyo kama tuliwasamea hata mzungu ambaye anaitwa Evelyn Bril ambaye alichoma mao, huyu hajachoma, tutamsamehe na tutakaa na yeye na tutapea uongozi. Wanaambia sisi ati Raila akichukua atatoa sisi Narok. Wacha nikwambie my brother, baba yangu alizaliwa Narok. Babu yangu alikuwa Narok 1889. Mimi Ngong nilizaliwa Narok. Wakati hujamaliza hata kunyonya mama yako. Wanaambia mimi ati uko Narok kwa sababu mimi ama wewe. Mimi nilisema wewe ndugu yangu, tuko Narok kwa sababu yake Mwenyezi Mungu peke yake. Hatuko Narok kwa sababu ya Raila ama kwa sababu yako, tuko Narok kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wacha kuchochea watu na kuambia ati nyinyi mkipigia Raila Amolo Odinga mtatolewa Narok. We are there to stay. Na hata tukikufa Narok tutazikwa Narok, na siku ya kufufuka tutafufukia Narok. Tunaenda stay